Lengo ni kuzungumza nanyi waandishi wa habari, lakini kufikisha ujumbe mahususi kwa washabiki wetu wapenzi kindakindaki wa Mashujaa FC. Tunatambua mchango wenu na tunathamini, kwa maana kwamba washabiki kwa nyakati zote mmekuwa bega kwa bega pamoja na timu ya Mashujaa FC, na ni kutokana na sapoti yenu washabiki, Mashujaa imeendelea kufanya vema, ingawa kwa siku za hivi karibuni kidogo tumeyumba, lakini ni kuhakikishieni kwamba kutokana na mpango mkakati ambao tumekuja nao na hii slogan ambayo mmeisikia hapa leo ya kurudisha furaha kwa Watanganyika, kurudisha furaha kwa washabiki na wapenzi wa Mashujaa FC, huu utakuwa ni mwanzo kuelekea ligi kuu msimu ujao, lakini mahususi kwa msimu huu ambao mechi zimesalia takriban mechi 14. Tunathamini kila jitihada zenu washabiki, mmekuwa bega kwa bega nasi, mmekuwa mkijitokeza uwanjani nyakati zote, iwe jua iwe mvua, hamjatuacha nyuma. Na kupitia kikao chetu hiki ninazungumza nanyi washabiki kindakindaki wa Mashujaa FC kwamba nyakati ngumu wakati wowote hazidumu, na kwa mipango mikakati madhubuti ambayo imewekwa kwa sasa, niwaombe kujitokeza kwa wingi kwenye mechi ijayo ambayo kwetu ndiyo turning point, ndiyo mechi ya kwanza tunaihesabu kwamba furaha yetu ya kweli inaenda kurejea, na sio mechi nyingine, ni mechi dhidi ya Azam ambayo itachezwa kwenye uwanja huu wa Lake Tanganyika siku ya tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2026 majira ya kuanzia saa 10 alasiri. Kama alivyosema katibu wa chama cha soka, tunatambua kwamba shabiki ana mchango mkubwa sana kwenye mafanikio ya timu. Nguvu yake awapo jukwani ni chagizo kubwa kwa wachezaji wanapokuwa wanazipambania alama 3 kunako uwanja. Hivyo uwepo wa mashabiki ni muhimu sana kwenye mechi ya Azam, lakini kwenye mechi zingine zozote zitakazokuwa zimebakia kuchezwa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Na mpango wetu ni kuzizungukia kata zote 19 za manispaa ya Kigoma Ujiji. Kwa kushirikiana na idara ya habari, tutapanga utaratibu wa kuwafikia washabiki, kuwasikiliza na kuhamasisha. Tunaamini kwamba mnayo mengi ya kuweza kutushauri ili tuweze kuboresha na hamasa yetu iweze kuwa imara. Kama alivyotangulia kusema katibu, tunatamani kuwa na washabiki wasiopungua 5,000 uwanjani. Kwa hiyo ili tuwe na washabiki ni lazima kwanza tuwahamasishe, lakini pia vile vile inawezekana na nyie mkawa mna maoni yenu, tutawafikia kwa ajili ya kuyachukua maoni hayo. Ndugu washabiki, kama mwenyekiti wa hamasa, ninawaomba na kuwataka tujitokeze kwa wingi kwenye mchezo dhidi ya Azam. Majukwaa yote ambayo yapo kwenye uwanja wa Lake Tanganyika tunatamani kuona yamejaa. Lile jukwaa la Urusi, lile jukwaa jekundu na lile jukwaa la njano inatakiwa siku hiyo yawe yamejaa. Tunatakiwa turudishe ile hamasa yetu ambayo ilizoeleka kuonekana. Tunatakiwa turudishe ile morali ambayo washabiki walikuwa wakikaa jukwani, Tanzania nzima inatikisika na hata nchi jirani. Nadhani wote mnakumbuka wakati timu yetu imepanda ligi kuu,
ile hali ilivyokuwa wakati ule ndiyo tunataraji na tunatamani kuiona ikirejea. Kigoma ni watu wa mpira, Kigoma ni watu wa soka, na kamwe hatujawahi kulitelekeza soka. Haijalishi ni kwa nyakati zipi, ila tumekuwa tukishikamana kwa pamoja, na huo mshikamano tunatamani kuuona kuanzia mechi ijayo ya Azam. Kwa hivyo niendelee kuwaomba mjitokeze kwa wingi, na hiyo mechi yetu ya Azam ndio itakuwa mechi ya kwanza ya kurejesha furaha. Amezungumza kiongozi wetu wa chama cha soka. Tupo serious, tumedhamiria na tuna uhakika mechi itakayoamua sisi kuendeleza furaha yetu ni mechi ya Azam. Tupo tayari kwa hali na mali kuhakikisha hiyo furaha inarudi kwa washabiki. Ni nyie tu mjitokeze kwa wingi, mje uwanjani, tuisapoti timu yetu ya Mashujaa kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Kwa nguvu yetu na kujituma kwa wachezaji, tuna uhakika kabisa malengo yetu yanakwenda kutimia. Na iwe jua, iwe mvua, kwa hali yoyote ile, pointi 3 mechi ijayo zitabakia kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Amezungumza kiongozi wetu, kwa yule asiye na imani ni wakati sasa wa yeye aje ili aone kile tulichomwaminisha nini kinakwenda kutokea. Kwa hiyo niwakaribishe sana sana sana. Lakini kama mwenyekiti wa kamati ya hamasa, ninapenda kuchukua fursa hii pia na kuzungumza kidogo kwa upande wa ndugu yetu kutoka idara ya habari ya Mashujaa FC na msemaji wa timu ya Mashujaa. Mimi kama mwenyekiti wa hamasa ninaamini hamasa ya kwanza ambayo inapaswa kumfikia mshabiki ni hamasa itakayotokana na timu na benchi la ufundi, kwa maana kwamba ili hamasa yetu na malengo yetu yaweze kutimia, ni lazima benchi la ufundi na wachezaji wawape washabiki wake kile ambacho wanakitaka na wanatamani. Siku zote washabiki wanapokuja uwanjani wanatamani ushindi, wanatamani alama 3, na hiyo ndiyo hamasa pale inapokuwa inachagizwa. Pasina kuwepo na vitu hivyo, hamasa yetu haiwezi ikarekebika au haiwezi ikawa imara. Tuwaombe benchi la ufundi na wachezaji kwa ujumla, sisi washabiki tupo nyuma yao, lakini wa kutusababisha sisi tusonge mbele ni wao. Tunawaomba kuanzia mechi ijayo, mechi ya Azam, wafanye wawezalo, wafanye iwezekanavyo, tupate ushindi wa alama 3 kwenye uwanja wa Lake Tanganyika, halafu wabaki wanatudai sisi washabiki kwenye mechi zingine zijazo.